Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 17, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 26 aya ya 11 hadi ya 16 na aya ya 24, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 12. Karibu tusikilize Injili. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 12. Mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyo ndiye Yohane Mbatizaji, amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohane, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohane alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua, aliogopa watu, maana walimuona Yohane kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode, hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohane Mbatizaji. Naye mfalme alisikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohane mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda wakamchukua yule maiti, wakamzika, kisha wakaenda wakampasha Yesu habari. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu, katika somo la Injili la siku ya leo tunajulishwa kuhusu kifo cha Yohane Mbatizaji. Mwinjili Mathayo anatujuza kiundani juu ya kifo cha Yohane Mbatizaji, kuanzia kukamatwa kwake hadi kukatwa kichwa. Haya yote yanatokana na ukweli uliosemwa na Yohane Mbatizaji juu ya uovu wa Herode kuchukua mke wa nduguye Filipo. Badala ya Herode kutambua uovu wake na kugeuka, anaamua kumkamata Yohane Mbatizaji ili tu kukidhi matakwa yake. Katika somo la Injili la siku ya leo tunaona ni kwa jinsi gani Yohane Mbatizaji alivyoweza kusimama kidete katika kutetea ukweli ambao ulipinga uovu wa Herode, hata kuweza kutoa maisha yake akitetea ukweli na kupinga uovu. Mfalme Herode anakubali kumuua kikatili Yohane Mbatizaji ili tu kumridhisha bintiye ambaye alishinikizwa na mamaye pamoja na wageni mbalimbali waliokuwemo katika sherehe ya kuzaliwa kwake. Kutokana tu na furaha alionayo, anafanya maamuzi yasiyofaa bila hata kufikiri, kwani anaahidi kuwa atampa bintiye chochote bila kujali madhara ya ahadi yake. Katika somo hili la Injili tunajifunza mambo mengi ambayo yanatokea katika maisha yetu ya kila siku. Mosi ni kusimamia ukweli hata ikitubidi kutoa maisha yetu kwa ajili ya kutetea ukweli huo. Na huo ukweli ulenge katika kukemea maovu mbalimbali yanayotokea katika jamii zetu. Katika jamii zetu tunakumbwa na wimbi la uoga
katika kukemea maovu mbalimbali yanayotokea, sababu kuu ikiwa ni kujilinda wenyewe dhidi ya wale walio juu yetu. Tukumbuke kuwa Yohane Mbatizaji aliweza kukemea uovu wa mfalme pasi na uoga. Yohane Mbatizaji anatupa mfano bora wa kuweza kusema ukweli na kukemea maovu hata kwa wale ambao wapo juu yetu katika nyanja mbalimbali. Pili, kuweza kuishi kile tunachokifundisha. Ni jambo la kawaida katika jamii ya sasa kuona mtu akikemea uovu ambao yeye mwenyewe ni mhusika mkuu katika uovu huo. Yohane Mbatizaji alisimamia kile alichokuwa akikifundisha na kukiishi. Tunaona mwanzoni kabisa mwa Injili hii, Yohane aliwaasa watu kutubu, kwani ufalme wa mbinguni umekaribia. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 2. Kutubu ni kuacha njia ovu na kumfuata Mungu, na Yohane Mbatizaji anamuhubiria hili mfalme Herode. Hii ni kuonyesha kwa jinsi gani Yohane Mbatizaji alivyokuwa akiishi kile alichokuwa akihubiri. Ndugu zangu, tujiulize ni mara ngapi tumeweza kuishi kile tunachokifundisha? Tatu, tunaalikwa kutafakari kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale. Herode, kwa sababu ya furaha aliyonayo, anatoa ahadi isiyo na busara wala maandalizi. Ahadi yake isiyo na maandalizi ndiyo inayopelekea kuuawa kwa Yohane Mbatizaji. Mara nyingi tumejikuta tukifanya maamuzi magumu pale ambapo tuna hasira au furaha ya kupitiliza. Hivyo tunaalikwa leo kuweza kutafakari juu ya maamuzi mbalimbali tunayoyafanya katika maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Samuel Alphonse Kauki wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!